Sababu ya tatu, kwa sababu nguvu yake haifungwi na eneo. Kwa sababu nguvu yake haifungwi na eneo, yani nguvu zilizomo ndani ya damu ya Yesu haifungwi na eneo. Kwa kuwa msalaba wake haufungwi na eneo. Kwa sababu nguvu yake haifungwi na eneo, kwa kuwa msalaba wake haufungwi na eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unisikilize nieleze kidogo kitu kikubwa lakini kwa muda mfupi. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, kuanzia ule sura ya 3 mstari ule wa 21 mpaka unamaliza hiyo sura, kuna mistari kama 4 hivi. Utaona baada ya kuvikwa lile vazi la ngozi ambalo linaashiria mfuniko ambao Mungu alikuwa amemfunika kwa kipindi hicho, likiweka ahadi ya ujio wa vazi lilo kamili linaloitwa wokovu. Lile lilifanyika kwa kivuli, na maandiko yanatuambia wazi, akamuondoa, akamfukuza atoke nje ya bustani ya Eden bila kumwambia aende wapi. Alimtoa akailime ardhi ambayo huko ndiko alikotoka na yeye. Alitoka kwa udongo na mwili unarudi kwa udongo. Tafuta mahali popote penye ardhi kaishi. Lakini bustani ya Eden wingi wakaweka walinzi, makerubi, wakakaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hakumwelekeza mahali pa kwenda? Jaribu kufikiri pamoja na mimi. Ni mpaka urudi kwenye ile Mwanzo 3:21 ndipo utaelewa. Mwanzo 3:21 ilikuwa ahadi, sio kwa Adamu, kwa ulimwengu wa mwanadamu. Kwa sababu Mungu alipomleta Adamu hakumleta kwa ajili yake. Alimleta awe baba wa wanadamu, awe baba wa mifumo, awe baba wa imani, awe ni mahali ambapo Mungu akija mjini anafikia. Ndio maana alipofika akamkuta hayuko, akasema, Adamu uko wapi? Wewe ndio mwenyeji wangu, sija kukuta. Kutoka kwenye viuno vya Adamu mataifa yalitokea. Ndivyo maandiko yanavyotuambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26. Kutoka kwa mmoja Mungu alitengeneza mataifa yote duniani. Kwa hiyo alipokuwa anamfunga na kumvika ile sadaka, hakuwa anamwangalia yeye, alikuwa anaangalia ulimwengu. Alikuwa anaangalia kila mtu ambaye atatoka kwenye kiuno chake anaitwa mwanadamu. Sasa unaweza kurudi sasa kwenye maandiko. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini. Kwa hiyo msalaba sio wa Kristo pekee. Wakati Yesu anatolewa, hakutolewa kwa ajili ya Wakristo, hawakuwepo. Alimtoa Yesu kwa ajili ya ulimwengu. Na ulimwengu ni kila mahali, hata ambapo wewe hujawahi kufika wala hata hujui ya kwamba kupo, lakini ni ulimwengu. Yesu, Biblia inasema alipoona muda wake wa kutolewa, kwenye ile Yohana 13, muda wake wa kutolewa umefika. Biblia inasema aliwapenda watu wake ulimwenguni. Aliwapenda upeo. Haisemi kwamba aliwapenda Wakristo. Wengine hawajajua. Kama angekuwa ni wa Wakristo peke yake angesulubiwa kanisani. Lakini alisulubiwa Golgotha. Alisulubiwa njia panda. Alisulubiwa mahali ambapo kila mtu anapita. Wafanyabiashara wote wanapita. Ili litimie neno linalozungumza ya kwamba sionei haya injili. Kwa maana ni uwezo wa Bwana uletao wokovu. Kwa Myunani na kwa Myahudi na kwa Mnyakyusa na kwa Mchaga na kwa Mpare na kwa Mchina na kwa Mjerumani
Rapa karabashaka. Kasome Biblia yako. Yesu alipokuja, alikuja kwa walio wake, wala walio wake hawakumpokea, bali wale waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika. Kwa hiyo unaweza kuona anasema, okay, nyinyi mmekataa, ninawageukia mataifa. Ghafla injili kaanza kuchapwa, linazunguka. Wale mitume wa mwanzoni walisema, sawa, mtaanzia Yerusalemu, lakini msiishie Yerusalemu. Zungukeni mpaka miisho ya nchi. Mzunguke kila mahali, mzunguke kila mahali. Mbegu za wale 12 ndizo zinazotufanya tuendelee na kazi ya Bwana mpaka leo. Ndizo zinazotufanya. Walikuwa wachache, lakini walikuwa waaminifu kupanda mbegu. Hallelujah. Hiyo nguvu inatoka wapi? Msalabani. Kwa sababu ule msalaba ulikuwa kwa ajili ya ulimwengu. Kwa wale ambao wanapotea, neno la msalaba ni upuzi. Na ndio maana anawatafuta waweze kuelewa kwamba msalaba sio upuzi, ni kitu cha halisi. Ni kitu cha halisi ya kwamba Yesu yupo, na kwamba unaweza ukapata msaada. Ukimpokea Yesu unapata mtaji wa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Rapa korabashaka. Unasema akasema, unaongea kitu gani? Damu ya Yesu haijafungwa na eneo. Ikipata mtu aaminie juu ya msalaba, kama yuko Kahama, anaweza akaachilia damu ya Yesu ikasema kwa ajili yake. Unasema lakini vijiji vingine vigumu sana, hujajua msalaba. Kasome kwenye Biblia yako, inasema pazia lilipasuka. Kama pazia lilipasuka kuanzia juu mpaka chini, hakuna mlango ulio mgumu, hakuna kijiji kilicho kigumu, hakuna mlima usioweza kufikiwa, hakuna mto usioweza kufikiwa, hakuna nchi haiwezi kufikiwa. Rasa tarabako. Unaona ngumu kwa sababu unaenda peke yako. Tanguliza damu ya Yesu izungumze kwa niaba yako. Inazungumza kitu gani? Inasema mpako mafuta anakuja, mleta habari njema anakuja. Unaiwaambia mji, inua vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ukizungumza na wewe watasema nani anaongea? Watakuacha tu hapo. Lakini wakigundua kwamba sio wewe unaongea, ni damu inaongea, watajua huyu hayuko peke yake. Watajua huyu haneni peke yake, ana mamlaka fulani ambayo hatuijui. Hebu tuulize vizuri kama walivyokuwa nauliza, haya mambo mnayafanya kwa jina la nani? Kwa amri ya nani? Kwa sababu walikuwa wanashangaa kilichokuwa kinatokea. Karabasaka. Ndio maana nyumba zingine ambazo zimefungiwa kila kitu, unasema mtu hawezi kuokoka hii nyumba, hata kanisani hawaendi kokote kule, wabishi kila kitu. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Mungu atajua atakapofungua mlango, kwa sababu damu ya Yesu inafunguaga milango. Rapa korabashaka. Ndio maana ukishasoma habari za msalaba, huwezi kumkatia mtu tamaa. Hata kama anaonekana ni mgumu kiasi gani, hata kama anaonekana ni mbishi kiasi gani, saa ikifika atajikuta yeye mwenyewe tu kama Zakayo, anachungulia pale juu, kwa sababu ni mfupi, anatafuta nafasi ya kumwona. Inawezekana na wewe moyoni mwako ni mfupi, humuoni Yesu akitembea. Panda kwenye mti unaitwa msalaba, utamwona huyo Yesu hapo, na atakwambia leo nitakuja nyumbani kwako leo. Na anakuja nyumbani kwako bado hujaokoka, wanasema anafuata nini kwa mwenye dhambi? Biblia inasema na huyu naye ni uzao wa Ibrahim, na wewe ni uzao wa Adam. Rapa kaka. Ndani ya ile ngozi jina lako lilikuweko, ndani ya lile vazi lake dhambi yako ilikuweko, ndani ya ile vazi familia yako ilikuweko. Walivikwa wote, yeye na mke wake, familia yako ilikuweko. Ndio maana ukiamini utaokoka pamoja na nyumba yako.
Maana yake unamwambia Mungu, umeniokoa mimi, usiache mtoto wangu, usiache mama yangu, usiache baba yangu. Nina rafiki yangu mzuri sana, usimwache na yeye, ninaomba umfuatilie, usinyamaze kimya. Damu ya Yesu inatafuta watenda kazi. Ikishapata watenda kazi, inamwambia nyumba ile ina mtu anahitaji msaada. Inasema kuna mtu pale kwenye hoteli anakaa tu pale, anakunywa pombe. Roho Mtakatifu anakuambia nenda na wewe, chukua soda yako pembeni, anza kuzungumza naye. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu kaachilia damu ya Yesu juu ya huyo mtu. Hawezi kukwepa. Damu ya Yesu ilipomwagika ikatoa lile wazo la kusema, sasa lile wazo la kusema Adamu uko wapi linamfuata kila mtu. Kwa hiyo Mungu atakufuata hata kama kuna mtu amepotea. Mungu ukiachilia damu ya Yesu itakuwa inahitaji, inasema Adamu uko wapi, inasema mwanadamu uko wapi, ninakutafuta mahali ulipo. Unaweza ukakimbia ukitaka kukimbia, lakini uweze ukakimbia zaidi ya spidi ya Roho Mtakatifu. Atakupata tu. Hizi ni siku za mwisho, tufanye kazi ya kuhubiri Injili. Yesu karibu anarudi. Rapa koria saka. Musa alisema habaki mtu hapa, hakibaki kitu hapa. Rasa karapako. Tutaenda wote kwa Bwana, tutaenda wote mbinguni. Rapa koraba sakaraba shara. Vijana nyinyi ambao mnasema mimi sio mzee, kwa hiyo siwezi kuokoka sasa hivi. Yesu alikufa hana miaka 35. Alishamaliza kazi yake. Yesu anaweza akatokea saa yoyote. Kiroho kamkao akiita saa hii, usipate sababu ya kutahayari. Umejiweka tayari. Kwa jinsi ya mwili ishi kama vile Yesu harudi. Kwa jinsi ya rohoni ishi kama vile atarudi sasa hivi, ili maisha yako ya kiroho yakae sawa. Rapa karabasaka. Hallelujah.